Sawa. Mchungaji, baada ya michuano ya kafu timu kutinga hatua ya fainali kutoka katika hatua ya nusu fainali, kafu wametoa renki yao ya vilabu kwa hivi sasa. Young Africans ipo nafasi ya 12, ni muendelezo mzuri katika mashindano hayo, lakini pia wekundu wa Msimbazi wameporomoka mpaka nafasi ya 11. Kwao imekuwa ni muendelezo mbaya katika mashindano hayo. Pengine unazizungumziaje vilabu vya Tanzania hasa hivi vikubwa ambavyo vinashiriki michuano hiyo na tunavitegemea sana katika kuzidi kukuza mpira wetu katika eneo hilo? Moja inaporomoka, nyingine inakuwa na muendelezo mzuri. Hivi wameshuka? Wameporomoka? Bwana wewe. Nafasi ya 5 mpaka ya 11. Bwana, kwa hiyo sio wakubwa tena. Wanasema wenyewe ni wakubwa maana wako juu ya Young Africans. Bwana wewe. Wenyewe wanachodai wako juu ya Young Africans, bado ni wakubwa. Mimi nilikuwa nawaambia hivi, ukubwa wa kuwekwa na mtu sio ukubwa. Ukubwa ambao unaweza ukautambia ni wa kuwekwa na Mungu. Mimi nikiwa wewe umenikuta duniani utaniita kaka. Hata uwe tajiri kama Dangote, wewe hutakuwa mkubwa. Utaendelea kuwa mdogo, mimi nitaendelea kuwa kaka na umaskini wangu. Kwa hiyo ukubwa ambao tunauheshimu ni ule wa kuwekwa na Mungu. Huu wa kuwekwa na mtu maana yake ni kwamba unaweza ukaporomoka muda wowote. Kwa hiyo wao walichokuwa najivunia, mimi nilikuwa nawaambia huu ukubwa mnaoutambia, Enyimba yuko wapi? Enyimba alikuwa nafasi ya 2 Afrika. TP Mazembe alikuwa nafasi ya 1 Afrika. Sasa hivi yuko wapi? Kwa hiyo walichokuwa wanakidai ni kujifariji tu kwa sababu hawana mafanikio ndani ya nchi humu. Wanasema sisi ligi ya Tanzania hatuijali sana, tunajali kimataifa. Tuko nafasi ya 5. Sasa hivi watajari nini? Wako nafasi ya 11. Sisi tuko nafasi ya 12. Ni nyuma yao kwa pointi chache. Maana yake ni kwamba sisi miaka 5 hii na wao miaka 5 tuko sawa. Ina maana sisi wakati tulikuwa hatuchukui makombe, tulikuwa pointi zetu hazipandi, na wao miaka 4 hii na wao pointi zao hazijapanda sana. Kama zingekuwa zinapanda maana yake wangekuwa wako juu, wanazidi kuporomoka. Yanga anapanda. Ya Mungu mengi hatujui, mwakani huenda tukawapita kabisa, wao wakawa chini, sisi tukawa juu. Lakini ndo narudi kwenye pointi ile kwamba ukubwa wa kuwekwa na mtu sio wa kujisifia. Ukubwa wa kujisifia ni ule wa kuwekwa na Mungu. Wewe kama ni kaka tu. Hauwezi ukawa mdogo kwa sababu eti wewe ni maskini, mdogo wako ana hela. Hakuna. Kwa hiyo mimi nawaomba na wasihi sana ndugu zangu wayakubali matokeo ya kuwa chini, wamepitwa. Kwa hiyo wote sasa tuko level moja tu. 11 na 12 ni hapa na hapa tu. Kwa hiyo hakuna ambaye yuko juu, wote tuko sawa tu kimataifa. Hakuna aliyeingia robo finali nyingi, hakuna aliyefanyaje, pointi ni zile tu. Kwa hiyo mimi nawaomba wana Simba wawe wavumilivu, na tukiwaambia wameshuka wakubali. Maana wengine tukiwaambia wanasema renki zenu hizo nani katoa hizo renki zenu hizo. Sasa wakubali kwamba wamedrop na wataendelea kudrop kwa timu yao hii ninavyoiona. Yanga atazidi kupanda tu. Mchungaji, kwa upande wa kamati ya masaa 72 imetoa hukumu, na kwa upande wa Simba imehusika, na kwa upande wa Young Africans wamehusika pia kwenye hukumu hiyo. Kwa upande wa Simba ni upande wa mashabiki, wamepigwa faini kupitia utovu wa nidhamu, kile ambacho wanakionyesha kwenye eneo la kiwanja. Hii ni mara kadha Simba Sports Club inapata adhabu hiyo, ni mara 3 mfululizo hivi sasa wanapata adhabu hiyo katika msimu mmoja, na msimu bado hujakwisha. Pengine kamati ya masaa 72 na hukumu yake tuseme inafeli kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, ni kosa ambalo linajirudia kila mara. Nini ambacho ungependa kuongelea kutokea hapo? Mudathiri haya naye pia amepewa adhabu, ataikosa michezo 3 na faini pia ya milioni 1. Unazungumziaje matukio yote mawili ambayo yanahusu upande wa Simba na upande wa Young Africans? Mimi labda nianze katika upande wa Simba. Upande wa Simba wategemee sana kupigwa faini kama hizi, kwa sababu mashabiki wao wamechoka kuliona kombe linabebwa na timu nyingine. Kwa hiyo kila kinachofanyika kwenye timu yao wanaona kama vile wananyanyaswa na marefa. Hata kama ni offside wao wanataka waachwe tu waende wakafunge. Refaria akinyosha kibendera basi huyo katudhulumu, anaanza kumponda makopo na nini. Hiyo ni sababu wako katika frustrate ya ubingwa. Kwa hiyo hao wategemee makubwa sana, lakini pia hawaonelewi. Kanuni ziko wazi,
na haziwezi kuacha kufuatwa eti kwa sababu mechi iliyopita tuliwapiga faini. Wakifanya kosa faini inatembea, wakifanya kosa faini inatembea. Kwa hiyo kwa upande wa masaa 72 ambao wanasimamia sheria ni sawa tu, mimi sioni kosa lao liko wapi, kwa sababu wakiachia haya kweli mtu karusha chupa ukafanya utovu wa nidhamu, asipopiga faini tena tutarudi sisi kuwalaumu wao kwamba bwana kosa kama hili limefanyika mbona hatujaona, au kwa sababu ni Simba. Kwa hiyo wao kama wanafanya makosa wawahukumu kutokana na kanuni zao, na mimi nafikiri kanuni ndo zinazowaelekeza wafanye nini. Kwa hiyo hata kama wakifanya mara 10 bado watapigwa kwa faini ile ile. Hauwezi ukamhukumu mtu pesa nyingi kwa sababu kosa limejirudia. Sheria inasemaje? Kwa sababu kosa likifanyika anapigwa faini. Haielezi kwamba likifanya mara 3 inaongezeka faini. Kwa hiyo wao hata kama watakuwa na ponda mawe kila mechi, faini watapigwa ile ile. Kwa hiyo wao sasa ni kuangalia timu yao wanaigharimu kwa kiwango gani, timu yao wanaiathiri vipi. Lakini masaa 72 wao wataendelea kupiga faini ile ile tu ambayo iko kwenye kanuni. Hawataongeza eti kwa sababu wamefanya mara nyingi. Labda kama kuna kipengele kinaonyesha kwamba mkifanya kosa hili la kujirudia mara nyingi adhabu itakuwa hivi, labda waifuate sasa, kwa sababu imeshakuwa mara nyingi. Kama kuna adhabu inaonyesha ongezeko la adhabu, waongeze sasa. Kama wanaendelea kupiga ile ile na makosa ya kujirudia, maana yake adhabu iko, ni kanuni inaelekeza vile. Kwa Mdathiri Yahya ni mchezaji wangu. Hapo mchungaji, tungemalizia kwanza kwenye swala la Simba. Bado haijawa mwarobaini wa kulimaliza hilo tatizo kwa upande wa mashabiki wa Simba. Nini pengine kingefanyika zaidi? Sio mwaka huu sasa, labda mpaka ligi ikiisha, wakikaa tena kutunga kanuni zingine watunge, lakini sasa hivi hawezi kuingiza kanuni mpya kwenye mashindano. Kama kanuni ilikuwa imeregea toka mwanzo wa mashindano, itaenda hivyo mpaka mwisho. Haiwezi tena kukaa kutunga kwa sababu ya mashabiki wa Simba tu. Kwa hiyo kama kanuni ilikuwa ni regerege toka mwisho, watavumilia mpaka mashindano yaishe. Wakikaa tena kutunga kanuni ndo wataingiza na hiyo ya mashabiki wakifanya fujo mara nyingi nini kifanyike. Lakini sasa hivi watavumilia tu, wao wanataka wao watake, watafuata sheria zile zile, kanuni zile zile tu. Kwa hiyo mimi nafikiri wao kama sheria ipo ya mtu akifanya fujo itumike ile ile sasa hivi. Lakini sasa hivi wakitaka kubadilisha wataleta fujo tu, kwa sababu hakuna kikao cha kamati ya utendaji zile zao za kutunga kanuni kilichokaa. Kwa hiyo watawapa adhabu nyingine kutoka kwenye kanuni gani. Kwa hiyo waendelee na hizi zao tu walizozitunga wakati wanapitisha hizi kanuni. Tuelekee kwa Mdathiri Yahya, atakosa mchezo wa dabi mara baada ya hukumu ya kamati ya masaa 72. Mdathiri Yahya ni hasara kwake na ni hasara kwetu pia, kwa sababu mchezo kama ule ndo tunahitaji mchezaji ambaye yuko timamu na ambaye wa kusaidia timu. Kwa hiyo kweli tunao wachezaji wengi, sio kama kwamba akikosekana Mdathiri ndo Yanga itayumba, haitayumba, lakini tungependa tuwe naye kwenye mechi kubwa na ya maamuzi kama ile. Lakini sasa niwaombe wachezaji wangu kwamba wachezaji wa Yanga wanatafutwa kwa kila engo, wanatafutwa na wachezaji wenzao, wanatafutwa na mashabiki kwa kuzomewa, wanatafutwa hata na mamlaka. Ukifanya kosa kidogo tu unalimwa. Kwa hiyo wajiangalie kwamba wanacheza na timu ambayo inatafutwa kweli kweli. Mfano kama sasa hivi hili la wachambuzi, hizi ni chuki tu. Kwa hiyo unaonyesha kabisa kwamba Yanga inaandamwa kila engo. Sasa wajue kwamba wanachezea timu ambayo inaandamwa kila kona. Hivi angalia, kulikuwa kuna sababu gani ya yule mchezaji kwenda kumvuta jezi Mdathiri wakati hana mpira, na amemvuta hatua ndefu, na yeye mtu anakimbilia kwenda kujiposition apate mpira ili afunge, lakini mtu anamvuta tu. Kwa hiyo tuwaombe wachezaji wetu waangalia haya makosa yatawagharimu. Mimi binafsi naunga mkono alichokifanya Mdathiri, lakini pia siungi mkono kwa sababu kimpira si sawa. Lakini kama binadamu kupandwa na jaziba kupo, na yule mtu jaziba yake ilipandishwa na mtu, kwa sababu wewe una malengo yako, afu mtu anakushikilia makusudi na huna mpira, hata wewe unakasirika, ni binadamu. Kwa hiyo mwaka huu wamefungiwa wachezaji wetu mahiri 3. Kwa hiyo sasa waangalie kwamba sasa hivi Yanga alifungiwa nani huyo, Baka, Diara na Mdathiri, wote hawa ni key players
Kwa hiyo waangalie sasa, hizi adhabu huenda zikaenda kutugharimu sana. Hizi wanapigwa za wiki 3, ipo siku watafanya makosa watapigwa faini za miezi 6, miezi 3, zitatugharimu sana sisi pamoja na wao. Kwa hiyo nawaomba washushe tempa zao, wanapochokozwa waangalie madhara makubwa yatakayowafuata nyuma baada ya kufanya lile ambalo watalifanya. Mimi sina shida na Mdathiri. Kwanza ni Muislamu mmoja safi, swala 5, hapendi kumwonea mtu wala hapendi kuonewa. Kwa hiyo alichokifanya tunasema ndo ubinadamu tu, kwamba binadamu tuna mambo mawili tu, kupatia na kukosea. Ile kakosea, Wanayanga tumsamehe, lakini na yeye pia atakuwa na juta kukosa mechi kama ile ya dabi. Ni hasara kwake, ni hasara kwetu, tumekubali, lakini tunayapokea aliyoamuliwa na mamlaka. Masaa 72 hawajamuonea, wametenda kazi yake, ndo mpira ulivyo. Shukrani sana mchungaji. Asante sana bwana.